sisi tunadai kiasi hiki cha pesa katika mlolongo huu, na wametoa hizo taarifa, lakini wao wanasema tunawadai Yanga how much. Bado imekuwa changamoto. Kitu inakuja kuibuka lingine, mpaka leo hii inakosekana kuweza kufahamu sawa ile zawadi ya ubingwa ni kiasi gani ambayo mtu anakwenda kuipata. Lakini pia tunafahamu kwamba huko nyuma pale alikuwa anadhamini Azam, alikuwa anadhamini aina mbili, alikuwa ni mdhamini wa EFA, lakini pia alikuwa ni mdhamini kwa maana ya broadcaster wa ile michuano. Akaja kuondoka kuwa mdhamini mkuu, anaingia CRDB. Azam bado anabakia kuwa ni kampuni ile ile ambayo inaonyesha kampuni ile ile. Kwa hiyo obviously kuna pesa ambayo atakuwa anaitoa kwa kuwa broadcaster, lakini CRDB naye anakuja anaongeza pesa nyingine. Mpaka leo hatuwezi kujua kiasi gani ambacho anatoa Azam, ipi ambayo anatoa CRDB, tuna jumla shilingi ngapi na mchangano wake ukoje. Tuna haki ya kujua tukiwa wadau wa soka na Watanzania. Tunaelewa hiyo ni haki yetu, sio swala la kwamba simweza mkaamua kutoa au msiweze kutoa. Ni kitu ambacho kinafahamika. Zawadi ya mshindi duniani kote, leo ukiangalia hapo kombe la dunia thamani yake utapewa, kafu huyo utapewa, population unapewa, kila sehemu. Why hapa pana kificho? Kwa maana hiyo, yani unamaanisha TFF wanapaswa kutoa kwa maana kutoa details za mshindi wa kwanza ni hivi, mshindi wa pili, na kama kuna kiasi cha zozote na washiriki wanachopata. Hiyo ni haki ya msingi kujua kwamba kwenye hatua hizi kuna kiasi hiki. Ni kama ambavyo Azam wameweka wazi, bingwa anapata kiasi fulani, bonus yake si milioni 500, nafasi ya pili kiasi hiki, iko wazi, imekaa pale ili umma uweze kujua. Sawa, kwa nafikiri kuna sehemu pana shida. Sasa sio swala la kuchukulia kwa maana ya kiushabiki. Hizi pesa zingeweza kutusaidia katika mambo mbalimbali, lakini pia kama yako kwa klabu kama ya Yanga ambayo ni klabu kubwa, klabu nyingine zina hali gani? Na nashangaa kwanza kuona wako kimya. Sawa, leo tunalalamika ligi yetu si kuna ukata na nini, kumbe pengine kuna pesa nyingi ambayo inapatikana lakini haifiki kwa nani? Kwa wahusika. Lakini inaweza kama ndio sehemu ya kwenda kuassess zile adhabu ambazo wanatoa. Wakati mwingine kumbe inaweza nikawa kama mtu anaweza akahold hela yako akaja kukata madeni. Sasa anaweza pia wakati mwingine akaamua kutengenezea madeni ile kukate, si unaelewa? Kwa sababu yeye anaweza ana uhuru wa kukata madeni yake kutoka kwako bila hata kwa mmekubaliana. Kwa kuna wakati anaweza kutengenezea madeni. Akasema bwana, mechi ya leo hii pale alifanya vurugu, kocha aliongea vibaya, 500,000.